Waamuzi wa Tanzania wamekuwa wakipigiwa kelele sana katika swala zima la uamuzi na kusimamia sheria 17 za soka katika viwanja mbalimbali Tanzania. Mtazamaji wa The Golden Boot, karibu tutazame katika mlengo wa waamuzi, hasa tukiwa tunaelekea katika mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo ni dabi na ni mechi kubwa ambayo huwa ina pressure hasa kutokea nje. Waamuzi wanatakiwa kufanya nini na tutatazama ni namna gani ambavyo mechi hii inahitaji waamuzi ambao wanakwenda kuamua matukio kwa umakini. Nitakuwa na Leopard John, lakini bila kusahau mimi ni Mdachi Omari ambaye nitakuwa nikiongoza kipindi hiki cha The Golden Boot. Leopard John. Swala la waamuzi limekuwa likipigiwa kelele sana hasa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Namna ambavyo wanasimamia sheria zao za soka katika viwanja mbalimbali. Machi moja tunakwenda kushuhudia mechi ambayo kwa kiasi fulani ni kama ilipoteza mvuto baada ya kumzani kuelemea sehemu moja. Lakini mtu ambaye anakuwa Pilato kiwanjani ndio tunakwenda kumtazama kipi ambacho anatakiwa kwenda kufanya. Sasa tutazame katika mechi zilizopita namna ambavyo waamuzi walikuwa wakifanya matukio na kuamua matukio katika mechi zao. Wewe binafsi kama mchambuzi wa soka. Kwanza waamuzi wamekuwa ni sehemu ambapo kabla mechi haijachezwa watu wengi wamekuwa wanafikiria, kwa maana kila mtu amekuwa anamuona mwamuzi kama ni sehemu ya mchezo, kwa maana anaweza akaamua mechi. Tumeshuhudia pia hata kwenye michuano mikubwa kwa ngazi ya mataifa Afrika, kwa maana ya AFCON, waamuzi walikuwa ni sehemu ya watu ambao wanalaumiwa. Na dabi nyingi barani Afrika, hata Cairo Derby pale nchini Misri, Casablanca Derby nchini Morocco, Soweto Derby nchini Afrika ya Kusini, Khartoum Derby, Mashemeji Derby, yani zile big match ulimwenguni zimekuwa zina msisimko hasa pia kwenye upande wa waamuzi. Ndio maana kwenye Cairo Derby wao wameshatengenezea ufalme wao kwamba kwenye kila mchezo wa dabi yao mwamuzi hatakuwa wa ndani kwenye kutokea nchini Misri, kwa maana wanakwenda kuchukua mwamuzi wa nje. Dabi ya mwisho ambayo ilikuwa ni finali ya Egyptian Super Cup ambayo ilipigwa katika mji wa Riyadh nchini Saudi Arabia, kati ya National Al Ahly dhidi ya Club Zamalek, mwamuzi alitokea nchini Spain, kwa maana alikuwa ni Alejandro Muniz Ruiz, miongoni mwa marefa bora na nguli katika ligi kuu ya La Liga. Wale ambao wanafuatilia ligi kuu ya nchini Hispania watakuwa wanamfahamu vyema. So unaona hiyo pressure na waliondoa hiyo kiu. Lakini tukumbuke kwamba kuna mechi moja hapa ya dabi ya Kariakoo ya Simba na Young Africans imeshawahi kuhusisha waamuzi kutoka nje ya Tanzania ambao kimsingi walitokea nchini Misri. Hapa unaweza ukaelewa kwamba nabii ya kubariki kwao. Wale waamuzi ambao Misri wanawakataa, sisi huku tumeona kwetu wanafaa. Kwa maana wao wameona wakina Amin Omar hawafai kuweza kuamua mechi yao kubwa, kwa maana Cairo Derby. Kimsingi Cairo Derby ndio mechi kubwa kwa ubora na yenye mvuto kule nchini Misri, kwa maana inahusisha timu mbili kubwa nchini Misri, hasa katika mji wa Cairo. So unaangalia wakina Amin Mohamed Omar walikuwa ni waamuzi ambao kwenye mechi waliochezesha kulikuwa hakuna minong'ono ambayo ilibakia mara baada ya mchezo kuisha. Kila mmoja aliona waamuzi walikuwa very fair. Lakini kwenye zile mechi ambazo wanakuwa waamuzi wetu, kwa maana awe Ahmed Radiga, Ramadhani Kayoko, Haji Sasi, kumekuwa na manong'ono mengi mara baada ya mchezo kuisha, kwa maana watu wamekuwa wanamtupia lawama mwamuzi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi kama hizi, kwanza mwamuzi akiwa anatokea nje inaweza ikawa inaongeza uzito kidogo wa dabi, kwa maana watu wengi watakuwa wanajiuliza hii dabi ni ya vipi mpaka anakwenda kuchukua waamuzi wa nje. So intensity au ile joto la dabi linakuwa linapanda kwa wale ambao wanafuatilia dabi kimsingi. So kwa hiyo unaona dabi inakuwa inapata mvuto, lakini hawa waamuzi kuwaleta ni gharama. Kwa hiyo shirikisho na bodi ya ligi wataingia cost kuweza kuwaleta hawa, kuanzia gharama ya tiketi, malazi, lakini pia kwa maana ya chakula watakuwa wanagharamikiwa, kwa maana TFF na bodi ya ligi wataingia gharama kubwa. Kwa hiyo ili kuondoa gharama, basi lazima watatumia hawa waamuzi wetu ambao pia nao kimsingi kwenye vigezo wamekidhi, na kwenye shirikisho soka barani Afrika CAF au FIFA wamekuwa wanatambuliwa, kwa maana Ahmed Radiga tumemshuhudia kwenye game za CAF na FIFA amekuwa anahusika. So kwa sehemu moja ama nyingine issue kubwa tu ni mwamuzi bora ambaye anaweza akaamua hii mechi. Lakini binafsi yangu mimi naamini nabii huwa akubariki kwao always, hata kama angekuwa bora kiasi gani. Ni bora tuwe na kasumba kwenye hii mechi kubwa kwa msimu ambazo kimsingi zinaweza kuwa mbili.
waamuzi wale wanatokea nje ya Tanzania, ili mradi kuweza kujiseti kwenye standard ambayo iko bora, kama ambavyo wenzetu pia Zamalek na Al Ahly wamekuwa wanaishi kwenye huo mlengwa. Mechi ya mwisho ya NBC Premier League ilichezesha waamuzi kutoka nje, na baada ya mechi ile kumalizika kukuwa na minong'ono kwamba kuna 1 2 3 kwenye mchezo huu, lakini mchezo uliofuata wa Ngao ya Jamii walitoka waamuzi wa ndani. Ahmed Radiga. Je, kwa TFF ni kipi ambacho ikitazama kuridhishwa na kitu ambacho kilifanywa na waamuzi kutoka nje ili wafanye muendelezo kama dabi nyingine ambazo zinafanya, ama ni kwa namna gani ambavyo wao waliweza kutazama kama shirikisho? Unajua kwenye ule mchezo ambapo waamuzi walitoka nje, ilikuwa ni mechi ambayo ina pressure, ilikuwa ni mechi ambayo ina maamuzi, kwa maana ilikuwa ni mechi ya mwisho ambapo bingwa ndo angepatikana pale, na bingwa ndo alipopatikana hapo, kwa maana ambaye angemfunga mwenzake ndo angetakiwa kuwa bingwa. So ilikuwa ni mechi ambayo ina pressure nje ya uwanja lakini pia ndani ya uwanja. Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi wakaona kwamba ni vyema kufanya busara ya kwenda kuchukua waamuzi kutoka nje na kuondoa ule mlolongo kwamba mwamuzi fulani huyu ni shabiki wa timu fulani, kwa sababu hivi tumekuwa tunavisikia na mwamuzi fulani anapendelea timu fulani. Kwa hiyo TFF waliangalia kwenye huo mlengwa na kimsingi walifanikiwa, kwa maana waamuzi ambao walikuja nchini kufanya kazi yao, kwa maana walikuja tukikazi, wakafanya kazi yao wakaondoka, kwa maana wao wenyewe sidhani kama walikuwa wanafahamu ile intensity ya dabi, na pengine pressure haikuwavaa, kwa maana waamuzi wetu hawa tumekuwa tunashuhudia sometimes pressure dabi ya Kariakoo imekuwa inawaingia kwenye akili lakini pia kwenye mioyo, kitu ambacho kimewafanya kuweza kuwa cost. So wakina Amin Mohamed Omar wao kimsingi walikuja kufanya kazi kwa 100% na walifanikiwa. Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi waliangalia kwenye huo mlengwa, ndio maana kwenye mechi iliyofuata wakati msimu huu unaanza Ngao ya Jamii, waamuzi pia walitokea ndani, kwa maana Ahmed Radiga na wenzake, lakini tuwe na consistency moja. Kama tukiamua kuchagua waamuzi wa ndani, wawe wa ndani pekee. Kama ni wa nje, wawe wa nje, sio kuhamahama na kubadili. Ndio maana kwenye mechi moja ya Cairo Derby, National Al Ahly aligomea mchezo kutokana na waamuzi kutokea ndani, kwa maana yeye mwenyewe alikuwa hana imani nao. Kwa hiyo ifike muda tuwe neutral, kwa maana tuwe na mlengo mmoja, sio kesho hivi kesho kutwa hivi, kwa maana tujue kwenye kila dabi mwamuzi atakuwa ndani tu, au kwenye kila dabi waamuzi watakuwa wanatoka nje, ili madi tufahamu. Lakini kimsingi kwenye kuheshimisha ligi na kwenye kuheshimisha waamuzi, inabidi kwenye mechi kubwa kama hizi waamuzi wao wanatokea ndani, kwa maana mwamuzi Radiga kwenye profile yake itakuwa inakuwa kwamba ameshawahi kuamua dabi nambari 5 kwa ubora barani Afrika, nambari 1 kwa ubora Afrika Mashariki, kwa maana kaya kwa dabi. Kwa hiyo ile inamjengea profile, lakini pia ni faida kwa taifa, kwa maana Radiga atakuwa anaweza kuchaguliwa kwenye zile big matches za Afrika. Na ukizungumza katika engo hiyo ya waamuzi wa ndani, unajua unapokuwa kwenye nafasi fulani ambayo unahisi wewe unafanya vizuri zaidi, na akaja mtu mwingine akaweka kwenye nafasi yako, lazima uwe na maswali ya kujiuliza. Kwa waamuzi wa ndani, swala lile la kuja kwa waamuzi kutoka nje kuja kuamua mechi ambayo wao inawezekana wangeweza kuifanyia kazi ama kuiamua, ni kipi ambacho wanapaswa wao kujiuliza kama waamuzi, kwamba ni wapi ambapo turekebishe? Of course ile ilikuwa ni taa nyekundu ambayo imewashwa, kwa maana TFF kama vile walituma salamu kwamba malalamiko ya wadau wa soka wameweza kuyasikia na walifanywa kazi. Kwa hiyo kwa waamuzi wenyewe wao wenyewe automatic ilibidi wajiongeze na kuweza kufahamu kwamba ilikuwa ni wakati wa wao kuweza kuchange. Ndio maana unaona kwa kutambua hilo, mechi ambayo ilifuata wakaamua kuwarejesha tena wale waamuzi, kwa maana walifikiria kuna somo au darasa walilipata kutoka kwa kina Mohamed Amin Omar ambao waliamua mchezo wa mwisho ambao ulikuwa kama vile finali, kwa maana grand final kati ya Young Africans na Simba Sport Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa ni mechi kama vile ya darasa hivi na mafunzo kwa TFF na bodi ya ligi kutuma salamu kwa waamuzi wote wa nchini Tanzania, kwa maana wa ndani wale ambao wana vigezo vya FIFA, kwa maana wana beji ya FIFA, kwa maana derby always zimekuwa zinachezeshwa hivi. Unaona kwenye ule mchezo Mohamed Amin Omar alikuwa ni mwamuzi ambaye kimsingi kwenye kimatendo alikuwa yuko sharp kwenye kungamua. Angalia tukio la penalty ambalo waliwapatia Young Africans, mgongano kati ya Pacome na Pimpini Kamara, ikawa mkwaju wa penalty. Unaona hakuna mtu ambaye alilalamika, lakini sisi kwetu huku waamuzi wamekuwa wanapigiwa kelele mara baada ya mechi kuisha. Kwa hiyo ni funzo ambalo lilipatikana kwa waamuzi wetu, pengine wanaweza wakawa wamejifunza kwa sehemu moja ama nyingine moja kwa moja.
Tumalize na hili hapa. Je, kwako wewe binafsi kama mdau wa soka ulivyotazama kulingana na kile ambacho kilifanyika, kuna somo ambalo waamuzi wameshalipata ama wameshalifanyia kazi maana mara baada ya kuchezesha waamuzi wa nje mechi ya kwanza iliyofuata wakapewa nafasi wao wa ndani waendelee kufanya kazi yao? Wewe binafsi unatazama kuna kitu ambacho kimefanya mabadiliko ama wamebadilika katika eneo hili? Wamebadilika kwenye psychological, kwa maana wameshatuma salamu kwamba kama mkizingua tuna sehemu ya kwenda kuchukua waamuzi, kwamba shirikisho halishindwi kwenye mechi kubwa za dabi ya Kariakoo kwenda nje na kuangalia waamuzi bora barani Afrika. Kwa maana Amini Mohamed Omar ni miongoni mwa marefa bora barani Afrika na ambao wana beji ya FIFA na wamekuwa wanaonekana kwenye matukio ya CAF na FIFA. Kwa hiyo shirikisho limetuma salamu kwa waamuzi wa ndani kwamba wao hawashindwi kwenye kila mchezo wa dabi kuweza kumudu hiyo pressure ya waamuzi. Kwa hiyo wametuma salamu na kuanza kujiandaa, lakini kimsingi kwenye kuheshimisha dabi kama nilivyozungumza, waamuzi lazima watokee ndani, kwa maana ile testi tunakuwa tunaipata moja kwa moja na kuweza kufahamu mwamuzi huyu ndo amekuwa professional kwenye kuchagua mechi. Na hivi karibuni Ahmed Adajiga ndo amekuwa Pilato kwenye hizi mechi za dabi ya Kariakoo kimsingi. Kwa hiyo kuelekea machi moja bwana, inabidi waamuzi waanze kutuonesha mapema kwamba wao wenyewe wako kwa namna gani kwa sehemu moja ama nyingine. Na mtazamaji wa Anuari TV, hii ni The Golden Boot na tulikuwa tukizungumza kuhusiana na swala zima la waamuzi ambao wamekuwa wakipigiwa kelele kwamba wanahitaji kubadilika kuendelea na kusimamia sheria za soka nchini Tanzania. Wewe binafsi kama mtazamaji, ni ipi komenti yako na mawazo yako juu ya waamuzi ambao wapo kwenye ligi yetu? Je, wanafaa kuendelea kuwatumia ama tutafute namna nyingine ya kuweza kupata waamuzi ambao ni bora katika engo nyingine ya kimataifa?